Asante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu. Mwanzo wa siku 16 za kupinga ukatili, ikiwa ni siku ya kupinga ukatili dhidi ya wanawake, tunajikita zaidi kujadili kuhusiana na ukatili wa kihisia ambao upo katika jamii zetu, na huenda mjadala wake usiwe mkubwa kwa kiasi hicho, lakini tunazungumza hapa ili uweze kufahamu. Na katika siku hizi 16 za kupinga ukatili ambazo huanza kila Novemba 25 hadi Disemba 10, ni siku mahususi ambazo pia zimelenga hasa kuibua mijadala hii na kujenga uelewa zaidi katika jamii. Na tutakuwa hapa na wadau katika eneo hili kufahamu mengi zaidi na kuzungumza pia, na utakuwa na nafasi pia kushiriki pamoja nasi kupitia namba yetu 0763809770. Kabisa, na tayari tunalo jopo kwa ajili ya kujadili mada hii, lakini hasa kama walivyogusia tutazungumzia kwenye eneo la ukatili wa kihisia ambapo wanawake wanaweza kufanyiwa, lakini katika kujenga msingi pia tutaangalia ukatili, kupata dhana ya ukatili. Tunapozungumzia ukatili tunamaanisha nini? Ukatili wa kijinsia tunamaanisha nini, ama wanaita gender based violence. Lakini pia kwa mahususi ukatili wa kihisia, kitu gani hasa ambacho tunamaanisha. Sasa Hilda, tunao hapa wanajopo ambao tutazungumza nao. Mariam Mlembele, yeye ni mkurugenzi wa taasisi ambayo inaitwa Women of Substance, taasisi ambayo imejikita katika kupinga ukatili wa kijinsia, hasa wakiangalia kundi la wanawake na watoto. Kwa hiyo tutazungumza naye hapa. Karibu sana Maria. Asante sana. Lakini sambamba na hilo pia tunaye Dr. Saldin Kimangale ambaye yeye ni mtaalamu wa saikolojia. Tutaangalia pia kwa upande wa saikolojia kiasi gani ambacho mwanamke anaathirika kama anafanyiwa ukatili wa kihisia. Dr. karibu sana. Asante sana. Na vile vile tunaye Colin Kimaro ambaye yeye ni mjumbe wa dawati la jinsia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nafahamu pia taasisi ya elimu ya juu wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba jamii inaondokana na ukatili, na wao pia katika level ya taasisi za elimu ya juu wanafanya kule kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaopitia aina mbalimbali za ukatili basi wanapata sehemu ya kukimbilia. Karibu sana Dr. Colin. Na vile vile tunaye Selina Chimchimba, yeye ni afisa miradi kutoka African Leadership Initiative. Karibu sana Selina. Asante. Karibuni sana nyote kwa pamoja. Asante sana. Kwanza kwa kujenga msingi, labda daktari, tuanzie kwako, tupe tafsiri. Unajua unavyozungumzia dhana ya ukatili inaweza ikawa na tafsiri pana na kila mtu anaweza akawa na maana yake. Lakini kwanza tunapozungumzia ukatili tunamaanisha nini? Lakini pia ukatili ambao upo katika kundi la ukatili wa kijinsia tunakuwa na maana gani hasa? Asante sana, na nashukuru kuwa sehemu ya mjadala huu. Tukisema ukatili huwa tunamaanisha ni kupeleka maumivu kwa mtu mwingine au kusababisha maumivu kwa mtu mwingine, maumivu ambayo yanaweza akawa ni ya kihisia au yanaweza akawa kwa njia ya maneno au yanaweza kwa njia ya kimwili, na inaweza kuwa unampelekea mtu maumivu kwa sababu ya aidha umri wake au kwa sababu ya jinsia yake au kwa sababu nyingine yoyote tu ambayo umeweka kama kigezo cha wewe kusababisha kupeleka hayo maumivu. Kwa hiyo ukizungumza specifically kwenye upande wa gender based, maana yake either ni maumivu yanayopelekwa kwa sababu tu mtu ni mwanamke au ni mwanaume. Mara nyingi huwa tukizungumza ukatili wa kijinsia, fikra zetu zinahama zaidi kwenye dhidi ya wanawake, lakini kwa kweli gender based ni dhidi ya jinsia either ya kike au ya kiume. Wako wanaume ambao wanasababisha madhara kwa wanawake na wako ambao wanapeleka ukatili kwa wanaume. Kwa hiyo ni ukatili dhidi ya jinsia either ya kike au ya kiume, mwanaume dhidi ya mwanamke, mwanamke dhidi ya mwanaume. Lakini bado jamii inaona kwamba kundi la wanawake linaathiriwa zaidi ama liko vulnerable zaidi ya wanaume. Unadhani kwa nini? Sababu zinaweza kawa ni hakuna sababu moja, lakini sababu ya kuzungumzwa sana inaweza ikawa imepelekea kuonekana kwamba ukatili unaelekea zaidi kwa upande huo. Lakini pia tumekuwa na mfumo ambao wanaume wamekuwa ndio
viongozi, yani wanakuwa perceived kama wanachukuliwa kama ndio viongozi, na wanawake wanachukuliwa kama ndio watu wanaofuata. Kwa hiyo usually inakuwa ni kutoka juu kuja chini. Ni sawa sawa na ukisema kwenye familia mama na watoto. Nao pia utaona hivyo kwamba kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kuna kule kupeleka ukatili wa namna fulani. Kwa hiyo kwa sababu kuna hizi social structure au mfumo wa kijamii, kwa utakuta kundi moja linapeleka maumivu kwenye kundi jingine. Kwa hiyo kwa sababu kitu ambacho kimezungumzwa sana, kimefanywa utafiti sana, kinaripotiwa zaidi, ndio maana inaonekana kwa hali kubwa. Lakini kwa sababu kwa upande mwingine wanaume wanaweka maumivu yao ndani. Kwa hiyo hata pale ambapo wanafanywa ukatili wa namna hiyo, bado wao hawawezi kuja nje wakazungumza. Ndio maana ya kwao yanakuwa yako ndani zaidi, hayafahamiki. Lakini inaweza kuwa sababu. Naam. Sasa tumsikilize pia Mariam ambaye amekuwa mkurugenzi wa taasisi ambayo yenyewe iko mahususi kabisa kwa ajili ya kutetea ama kupinga ukatili hasa unaofanywa kwa wanawake. Kwa uzoefu wenu kama taasisi, mnaona ukatili dhidi ya wanawake upo kwa kiwango gani nchini Tanzania? Kwanza nashukuru kwa kupata mwaliko wa leo kuja kuongelea swala la ukatili wa kijinsia hapa, ikiwa kama ni uzinduzi pia wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Huu ukatili wa kijinsia kwa wanawake upo, yani upo kwa asilimia kubwa. Japokuwa wanawake sasa wameanza kuamka, kwa sababu tunapita kutoa ile elimu ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake ili waelewe ukatili ni nini na waweze kujikwamua vipi kutoka kwenye ukatili. Lakini kwa upande wa wanawake ukatili wa kijinsia upo, na vitu vingi vinavyosababisha huu ukatili ni mara nyingi wanawake wengi wamekuwa, kwanza kuna utamaduni ule ambao tumeukuta wa mababu na mababu kwamba mwanamke yuko chini, mwanamume yuko juu, yani mwanamume ni kichwa na mwanamke yeye ni kazi yake kufuata vile kama alivyokuwa amesema hapa mheshimiwa. Lakini pia kitu kingine, ukatili unasababishwa na hali. Yani mwanamke ana ile wanawake wengi ndio wamefunguka sasa hivi, zamani walikuwa hawajui kujitegemea. Yani mwanamke ni yule mama ambaye anakaa tu nyumbani anasubiri kufanywa kila kitu, na ni sawa wanaume wengi wanaona kwamba huyu yupo tu namfanyia kila kitu. Kwa ukatili unakuwa unaanzia pale, kwa sababu wanawake wengi walikuwa hawajui jinsi ya kujitegemea, kutafuta pesa ni kiuchumi yani. Kwa hiyo wanakaa nyumbani, ndio maana utakuta wengi wanakandamizwa kwa sababu yuko tu. Mwingine pia kutokana na hali. Ukatili wa kijinsia huko kutokana na hali hivyo. Utakuta mwanamke mwingine ana hali fulani, hapo naomba niongelee kwenye swala kidogo la umbo. Utakuta mwanamke ana maumbile fulani ambayo mwanzo labda alikuwa mazuri, baadaye akaja akabadilika kana na maumbile mabaya, amekaa vibaya. Utakuta mwanamume anaanza kumuona yule mwanamke kama kituko fulani, yani hafai. Kwa hiyo kuna yale maneno ambayo mwanamke anaweza katamkiwa yakamfanya kwamba yeye akapitia ukatili wa kihisia. Yani kwa ujumla hisia zake zinakuwa ziko affected. Ukatili upo wa namna hiyo pia wa kihisia. Kwa hiyo kuna aina nyingi za ukatili wa kijinsia ambazo wanawake wanapitia kama hizo. Sawa kabisa. Sasa tuende kwa Gen Z. Kabla tujakwenda kwako Dokta, nafikiri katika kipindi ambacho pia kuna mambo mengi, cultural diversity, kwamba mwingiliano wa kiutamaduni, utandawazi, masuala ya digital. Sasa hivi tunasikia pia kuna ukatili mwingine unaweza kufanywa kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Kama kijana, lakini kama mtu ambaye ameamua kujikita kwenye masuala haya, unaona ni kwa kiasi gani mabinti na wanawake kwa ujumla wanapitia aina mbalimbali za ukatili, hasa katika zama hizi ambazo kumekuwa na utandawazi? Kwanza nashukuru kwa nafasi ambayo nimepata kwa siku ya leo. Nikiongelea kama kijana kwa kipindi hiki, kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia, nikiwa na maana ya utandawazi, vijana kumekuwa na wimbi kubwa la unyanyasaji ambao linatokea kwenye mitandao sana sana. Tukishuhudia kunakuwa na video mbaya ambazo zinakuwa zinaachiliwa. Kwa namna moja ama nyingine zinaweza zikamuaffect kijana kwenye masuala mbalimbali, kwenye masomo, kwenye shughuli zake za kijamii. Kwa hiyo swala la ukatili kwa sasa hivi linatakiwa lichukuliwe maanani, kwa sababu limetoka kwenye ile ya nginja ya kurushiana ngumi, tumehamia mitandaoni, ambapo mtu anaweza akakutumia kitu kibaya mtandaoni, akakufanyia kitu kibaya mtandaoni ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kukufanya wewe kama msichana ukaafektika kwenye masuala yako yote ya kimaendeleo na shuleni na kadhalika.
Sasa tutakuja tena kwako hapo. Tupate testi ya tunazungumzia taasisi za elimu ya juu. Kwanza kuna namna ambavyo Dr. Colin mnashughulika na masuala haya katika level ya taasisi, lakini nyie pia mnatoa mtazamo mpana zaidi kwa jamii kama taasisi ya elimu ya juu ambayo ina wajibu wa kuhakikisha kwamba jamii inakuwa free kutoka kwenye ukatili. Mtazamo wenu ni upi hasa tunavyozungumzia masuala haya ya ukatili dhidi ya wanawake, lakini kwa mahususi zaidi tunavyozungumzia ukatili wa kihisia? Ukatili wa kijinsia kama walivyopokea wenzangu ni jambo lolote ambalo linafanywa kwa mtu mwingine kwa sababu ya jinsia yake. Kwa hiyo ina maana kwamba na leo kwa kuwa ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, na tunaona kwamba wanawake wanaathirika zaidi, ni kundi ambalo linaathirika zaidi katika jamii kuliko makundi mengine. Sio kwamba wengine hawaathiriki, ameongea mwenzangu hapa, sio wengine kwamba hawaathiriki, wote wanaathirika, lakini wanawake na wasichana wanaathirika zaidi. Kwa hiyo na sisi katika pia taasisi za elimu ya juu tunalitambua hilo, na ndio maana unakuta kwamba tumeweka mifumo kwa maana kwamba ya sera na miongozo mbalimbali kwa ajili ya kushughulikia, kwa sababu tunahitaji kwenye taasisi za elimu ya juu, vyuo vikuu, kuwe na mazingira huru na salama ya mtu kuweza kufanya kazi kama mwanamke, lakini kuweza kusoma kama mwanafunzi. Lakini pia kuna wale watoa huduma, maana sio labda wafanya kazi tu na sio wanafunzi tu, kuna wale watoa huduma mbalimbali. Kuna watu wanafanya huduma za kutoa chakula, huduma za usafiri na kadhalika. Wote hao tumewazingatia. Lakini pia kuna watu wanapita kwenye mazingira ya taasisi za elimu ya juu, na wenyewe pia wamo, na kwa hiyo tunalengelea kwa upana na kwa jamii nzima, kwa sababu tunashirikiana pia na jamii yote na watu waliotuzunguka. Kwa hiyo tumeweka mifumo kwa maana kwamba kuna sera, mfano sera ya masuala ya jinsia, kuna sera dhidi ya ukatili wa kijinsia, kuna miongozo ya namna ya kushughulikia hata kwa maana ya kuzuia na kushughulikia endapo yanakuwa yametokea. Na tumeweka mifumo mfano rafiki kwa ajili ya kutoa taarifa, na ni mifumo ya siri ambayo mtu akitoa taarifa hawezi kujulikana. Mwisho wa siku linashughulikiwa, uchunguzi unafanyika, na kama mtu atapatikana kwamba amefanywa madhara, basi anaweza kushughulikiwa. Kwa hiyo utaona kwamba mfano kwa chuo nachotoka, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, dhamira yake ni kuhakikisha kwamba kuna mazingira huru na salama kwa ajili ya mtu kuweza kufanya kazi, kusoma na kuweza kuishi, kwa sababu tunaona kwamba tunaongea kwa urahisi kwamba ni ukatili wa kijinsia, lakini kuna madhara ambayo ningependa jamii pia yafahamu kwamba kuna madhara makubwa yapo, na inaweza kumwathiri mtu mfano kwenye shughuli zake za kazi, shughuli zake za kimasomo, shughuli zake za kubadilisha maisha yake ili yawe bora zaidi. Lakini kabla ya madhara, umezungumza hapo kuhusiana na mifumo ya kutoa taarifa. Ni eneo moja ambalo kumekuwa na changamoto, hasa ule utayari wa kuripoti ama kutoa taarifa kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Upo kwa kiasi gani hasa katika taasisi yenu? Tuelewe kwamba kwa jumla tu ni kwamba yani kuna changamoto ya watu kutokufunguka, na hiyo sio kwa maana ya taasisi za elimu ya juu au vyuo vikuu, hapana. Hiyo ni kwa jumla, ni kwamba watu huwa hawafunguki, kwa sababu tunajua kwamba mtu akifanywa ukatili anategemea kile kiwango cha ule ukatili kilichofanywa. Kwa hiyo sio watu wote ambao huwa wanaweza kufunguka. Elimu imeendelea kutolewa, kwa hiyo tunaona sasa hivi kidogo kuna mwamko, watu wanafunguka kwa kiasi. Kwa hiyo ina maana kwamba ndio maana nikazungumzia mifumo rafiki ya kutoa taarifa, na hiyo tumeweka kwamba kuna kuwa na njia mbalimbali ili mtu achague njia ambayo kwake anaona kwamba inafaa kutokana na mazingira na ukatili aliofanyiwa. Mfano mtu anaweza akaenda mwenyewe physically kwenye ofisi, kuna dawati la jinsia liko pale chuoni, na hata kwenye campus zetu nyingine anaweza mtu akaenda kwenye dawati, lakini mtu anaweza akatumia labda email, barua pepe, akatoa malalamiko yake, lakini mtu anaweza akatumia pia simu kwa maana ya kupiga, kuna namba ambazo ni toll free, lakini pia mtu anaweza akaandika barua. Pia kuna suggestion box tumeziweka maeneo mbalimbali ya taasisi, lakini pia kuna mtu wa tatu, tunasema third party, anaweza pia naye akahusika kwenda kutoa taarifa kwa niaba ya mtu mwingine ambaye labda yeye ameona kwamba hakuweza kufunguka. Na hizo zote tumekuwa tukitumia njia mbalimbali ili kuweza kuwafikia watu na waweze kutoa malalamiko yao, lakini pia kutoa taarifa wakati wakiona vile viashiria vya ukatili kwa wanawake na hata ukatili wa kijinsia.
Sawa kabisa. Na Hilda, hapa sasa mjadala unaanza kunoga, na mimi nitaomba pia wanajopo sasa, kwa sababu daktari amesema kuna shida ya kufunguka tutaomba pia na sisi tufunguke ili tuweze kuaddress yale mambo yote ambayo yanatokea, na sisi tumechagua eneo la ukatili wa kihisia kwa sababu mara nyingi ni mambo ambayo hayazungumzi sana. Mama pale amesema kwamba kwa mfano kuna swala la maumbile, mtu anaweza akamtamkia mwanamke maneno kutokana na jinsi maumbile yake yalivyo. Kwa ni vitu ambavyo pia vipo kwenye jamii na havizungumzwi, lakini sisi tumechagua kuvizungumza. Na mjadala huu hauko tu hapa studioni, tutaangalia pia na huko mtaani, tutaangalia maoni pia ya huko mtaani, lakini pia unayo nafasi mtazamaji ya kutuandikia kupitia namba yetu ya simu 0763 809 770 0763 utuambie ni kitu gani ambacho kikifanywa kwa mwanamke inakuwa ni ukatili wa kihisia, na kitu gani, vitu hivyo pia lengo ni kuhakikisha kwamba jamii inaondokana navyo. Kwa sasa hivi tuungane na mwenzetu Jafari Mponda ambaye amezungumza na baadhi ya wananchi katika eneo la Mburahati kupata maoni yao. Anakuwa tayari, tutazungumza naye, lakini kwa sasa hivi tuende kule Iringa, nako pia mwenzetu Mohamed Nyaulingo amezungumza na baadhi ya wananchi. Changamoto za asilimia kubwa, changamoto za wanawake wenye ulemavu ambazo zinasababisha uwe kama ukatili. Asilimia kubwa ni kama vile unakuta labda umepata mwanaume ambaye hana ulemavu, alafu baadaye anakupa mimba, after then yeye anaanza kuona aibu kwa jamii kwamba isionekane nimempa mimba mtu mwenye ulemavu. Basi anaamua labda kumtelekeza yule mtu labda mwenye ulemavu, anaendelea kuhangaika na mtoto na nini, baba anakimbia anaenda kuoa mke mwingine, anaacha yule mama anateseka huku nyuma. Kwa hiyo kule kuteseka ile ni kama ukatili, kwa sababu mtu tayari ni mama, alafu ni mama mwenye ulemavu, alafu unambebesha mtoto, alafu unamtelekezea. Tumeona wanawake wengi, na sasa hivi kuchunguza sana utakuta wanawake wengi wenye ulemavu wana watoto lakini hawana wanaume. Issue ni hiyo, wanaume wengi wanaona aibu, yani anajisikia fedheha kuwa na mtu mwenye ulemavu. Alafu ukatili mwingine kwa watu wenye ulemavu ni vile ambavyo unakuta mtu anatoka huko ana hamu zake, anataka tu akamalize kwa mtu mwenye ulemavu, eti kwa sababu tu nitamkuta kakaa pale, nitamdanganya, nitamnyanyua, nitaenda kumfanyia kitu cha tofauti kwa sababu tu amalize shida zake. Unaona? Huo nao pia ni ukatili kwa watu wenye ulemavu. Changamoto kama hizo tunazokutana nazo pia. Wazazi wengine wanatumia ulemavu wa mtoto kama ni chanzo cha kipato. Kwa hiyo unakuta kwamba yule mtoto pengine angepelekwa kwenye sehemu husika angeweza kubadilika, kwa sababu kuna aina nyingi za ulemavu. Kuna mwingine ni mental, ni ulemavu wa ufahamu. Kwa kweli inatuhuzunisha sana sisi watu wenye ulemavu, kwa sababu ninachotaka kuchangia mimi, mtu mwenye ulemavu, mtu kiwete anaweza akavamiwa na watu wazima ambao sio walemavu, wakamkatili kama mwanamume, wakamlawiti, au mama mwanamke wakambaka, wakamfanyia vitu vibaya ambavyo sisi kama watu wenye ulemavu tunaomba vichukuliwe hatua kwa dhati kabisa, hichi kitu kitokomezwe kabisa. Lakini lingine, kuchangia jambo la pili, kuna mama kama mama anajaliwa kupata mtoto mwenye ulemavu, lakini hana huruma kabisa, na drinki yule mtoto, kumnyima haki za msingi na kumficha ndani, lakini kumbe anaharibu kabisa. Angemtoa nje ingekuwa sio changamoto, na kitoka nje mambo yake yangekuwa mazuri, angeonekana, angejiunga na wenzia watu wenye ulemavu, asingekuwa mlemavu, haki zake za msingi zote zingepatikana. Kwa hiyo kitu hiki mimi ninakichukia sana kama mama mtu mwenye ulemavu, hichi kitu kitokomezwe kabisa. Na mwenzetu Mohamed Nyaulingo amepata maoni kwa upande wa wanawake wenye ulemavu na changamoto mbalimbali za ukatili ambazo wanapitia. Sasa
Turejee taarifa yetu ya Dar es Salaam ambapo mwenzetu Jafari Mponda amepata maoni kutoka kwa baadhi ya wananchi. Asante sana wenzangu. Studio ni katika maeneo ya Mburahati hapa Dar es Salaam, tayari kupokea maoni kutoka kwa wadau wa Morning Trumpet katika mada husika kwa wakati wetu huu, ambapo tutayasikia mengi vile ambavyo wao wanafahamu kuhusu ukatili wa kihisia. Na moja kati ya wadau wa Morning Trumpet tuko naye hapa. Habari yako ma? Nzuri. Ndio. Jina lako? Kwa majina naitwa Mwalimu Scholastica Leonard Mpunga. Okay. Mwalimu Scholastica, kwa upande wako wewe ukisikia ukatili wa kihisia unapata maana gani? Kwa ujumla ukatili wa kihisia ni ule ukatili anaofanywa mtu wa kumuumiza kihisia, kimaneno, kimatendo, yani hasa unaolenga mtu kumshusha thamani yake. Na kawaida mara nyingi hauonekani kwa macho. Huwa mtu anahisi ile hali ndani kwamba ameumizwa, ameonekana ameshushwa thamani yake. Kwa kifupi ni hivyo. Sasa wewe binafsi umewahi kukutana na ukatili huo wa kihisia au kumsaidia mtu ambaye amekutana na ukatili huo wa kihisia? Katika hali ya kawaida nimekutana nao. Ndio. Kwa mfano, naweza nikawa naishi na mtu tu wa karibu, lakini kuna kitu mimi nakiamini, yeye akiamini, na katika kunipinga mimi naona kabisa huyu ananiumiza, ila yeye hajui hiki kitu, msimamo wake ni huu. Ni vitu ambavyo havionekani kwa macho. Yes, ni ngumu sana. Na hasa pia ukirudi katika kundi letu sisi ambalo tunalifanyia kazi la wanafunzi, watoto wadogo, ukatili upo na kwa aina nyingi na kwa makundi mengi, kutoka kwa wazazi. Kuna wakati mwingine hata kwetu walimu tusipokuwa makini tunajikuta tunafanya huo ukatili bila kugundua, na baadaye unaweza ukastuka, mbona mtoto watu nimemwambia mbwa we? Maneno kama hayo, mbwa, kumshusha mtu thamani yake, anajiona sasa mimi ni mbwa, sio binadamu. Na tukirudi kwa watu wazima, ukatili upo. Mtu tuseme hata wanandoa wawili ndani, unaweza kuwa humpigi lakini mwenzako anajaribu kufanya kitu cha thamani, basi mpe ile thamani yake, unamshusha, unamwambia hiki ni kitu gani? Mungu atakataka. Yani hasa ukirudi kwa wababa na wamama. Na siku hizi hatuwezi kusema ni wa baba tu ndo wanao wanyanyasa wa mama, kuna mama pia wapo ndio wanao wanyanyasa wa baba. Tupe mfano kidogo wa mama kwa baba. Wa mama kwa baba upo. Siku hizi nafikiri hata hasa kwa kundi letu sisi wanawake kidogo tulopata kielimu. Ukipata kuolewa na mwanaume ambaye hana kielimu kidogo, kaonekana kipato chako kikubwa kidogo, basi kuna matendo tu unajikuta mtu anajiinua sasa, anataka kumzidi yule mwanaume. Anataka kubadili ile tafsiri ya uumbaji wa Mungu kwamba baba ndo kichwa cha nyumba. Ule ni ukatili pia wa kihisia. Kuna wanaume wengine hawawezi kuzungumza, anaumia. Unafanya matendo ambayo sasa yanaona wewe ndo umesimama kama kichwa cha nyumba, haifai. Yes, kwa hiyo rai yangu pia hata kwa wamama, hata uweje, una elimu kubwa, una kipato kikubwa, tujaribu kushika ile hadhi yetu ambayo tulipewa wanawake, sisi ni wa chini kwa wanaume. So, unashughulikiwaje sasa ukatili huu wa kihisia? Wewe ushauri wako ushughulikiwaje ukatili huu wa kihisia? Hapa moja kwa moja tunaweza tu tukaenda sasa kiutaalamu, na hasa tukidili na hasa wanasaikolojia, kundi la kwanza. Lakini kundi la pili kwa kutoa elimu, kama vikiwepo tuna vitu wa mitandao ya kijamii, lakini pia tuna kama sisi huku pande wetu Mabibo pale tuna mtandao wa jinsia Tanzania. Nafikiri makundi kama yale yanapaswa haswa kuwa washiriki wa kwanza kwenye kutoa elimu kuhusu ukatili huu wa kihisia kwenye makundi mbalimbali katika maisha yetu, kwa watoto, hata kwa watu wazima, mijini na vijijini. Amina, asante sana. Karibuni. Naam, unaitwa nani? Naitwa Madam Jabir, natokea shule ya msingi Kawawa hapa Mabibo Ruanga. Sasa, Madam, unafahamu nini kuhusu ukatili wa kihisia kwa wanawake?
Ukatili wa kihisia kwa wanawake ni hali ya ya kufanyiwa kitu tofauti ambacho kinaumiza ndani kwa ndani. Kuna mifano dhahiri ambayo pengine ushawahi kukutana nayo, japo sio wewe mwenyewe, inawezekana kwa fani uliokuwa nayo ukasuluhisha kesi ambazo zinahusu ukatili wa kihisia kwa wanawake? Ndio, ni mambo mengi ambayo yanatokea. Ni vitu kabisa vya uhalisia kabisa. Mfano tukiangalia hata watoto wetu tunaowafundisha, wao pia wanapata matatizo mengi hayo. Ukatili wa kihisia ni mwingi. Mtoto ananyanyaswa nyumbani, akija shule hawezi kukaa vizuri, kusoma vizuri, ananyanyaswa. Kama watoto wetu wa kiume, sasa hivi mambo mengi yameingia, ulawiti. Sasa mtoto akishafanyiwa vile kule anatishiwa, hawezi kuja kusema, tayari na muathiri ndani. Kwa hiyo kumbe ukatili wa kihisia si kwa wanawake tu, hata kwa wanaume. Yes. Tena sana kwa watoto wetu wa kiume ndio wanaofanyiwa. Hata sisi pia wakina mama pia huwa tunafanyiwa sana kwenye manyumba yetu. Ukiachana na nje hapo, sana kwenye manyumba yetu. Kukuta mwanamke, mwanaume huwa anaathirika sana sisi kwa waume zetu wanaotufanyia. Tunaathirika sana kihisia. Sasa hivi tamati yake huwa inakuwa nini? Yaani ukatili huu wa kihisia huwa unahitimishwa vipi? Unamalizika vipi? Yani unasuluhishwa vipi ukatili huu? Au ndio kwa sababu ni mume tena basi inabidi uwe mpole tu? Mara nyingi inakuta kwa sisi wanawake kuongea sio sana. Mtu ukishafanyiwa vile inakuumiza wewe ndani kwa ndani. Mwisho wa siku ni umauti tu unakushika. Unaweza ukapigwa kwa vitu ambavyo havieleweki. Lakini pia inabidi itolewe elimu kwa wenzetu, kwa wanaume na pia kwa sisi wanawake, tujitambue nini tunachotakiwa kukifanya kwenye hali hii na jambo gani tufanye. Hivyo. Nakushukuru sana madam. Asante. Asante sana. Haya, bado tunaendelea kuzungumza pamoja nawe, na hasa kwa wale ambao nimewapata katika eneo hili la Mburahati hapa. Nimebahatika kukutana na walimu leo, ni bahati kweli kweli. Na moja kati ya wadau ni huyo hapa. Habari yako? Njema, za kwako? Ni njema sana. Unaitwa nani bwana? Naitwa Mwalimu Simeo. Nawe ni mwalimu? Ndio. Vizuri sana. Mwalimu, labda kwa upande wako tu, leo tunaizungumzia mada hii, ukatili wa kihisia kwa wanawake, lakini tumesikia pia kwamba kumbe kuna uwezekano hata wanaume nao wakafanyiwa ukatili huu wa kihisia. Pengine kwa upande wako unafahamu nini kwanza kuhusu ukatili wa kihisia? Kwa mimi ninavyoelewa, ukatili wa kihisia ni unyanyasaji ambao anafanyiwa mtu unaompelekea adharauliwe au ashushwe thamani, aidha kwa maneno au kwa matendo. Ndio. Sasa tunapokuja sasa kwenye ukatili wa kihisia hapa kwa wanawake ipoje? Kwa wanawake ni kumfanyia vitendo ambavyo vitamdhalilisha au kumshusha thamani au kumtusi. Hivyo ni baadhi ya vitu vinavyoonyesha ukatili wa kihisia kwa wanawake. Wametaja wanaume hapa kwamba nao pia wanaweza kufanyiwa ukatili huu wa kihisia, ni kweli? Yes, wanaweza kufanyiwa. Kivipi, labda kwa mifano? Kwa mfano, kwa wanaume akifanya kitu ambacho yeye anaona kinafaa kwako, kwa aidha kwa mwenza au kwa familia, ukakishusha thamani ukaona kama sio, huo ni ukatili wa kihisia pia. Atawaza kwa nini nimefanya hiki afa nimekiona sio. Mfano, kwenye familia labda baba anaacha matumizi kwa mama, labda shilingi 5,000 kwa siku ndio kipato chake. Alafu mama anadharau, "Hela gani? Mbona wanaume wenzako wanaacha kiasi kikubwa?" na vitu kama hivyo. Mbona wanaume wenzako? Yes. Bila kujali kipato cha huyo mwanaume na huyo mume wake ni tofauti. Huo ni ukatili wa kihisia kwa wanaume na anajihisi vibaya kiuhalisia. Ndio. Sasa na ule ukatili wa kihisia kutoka kwa wanaume sasa kwa wanawake unauzungumziaje? Ukatili wa kihisia kwa wanaume kwenda kwa wanawake nadhani ndio unakuwa mkubwa zaidi, aidha kwa maneno au kwa vitendo, kwa maana ya tabia. Mfano, kumtukana mwanamke au kufanya vitendo ambavyo vitamshusha thamani au kumfanya ajihisi hana thamani tena. Huo ni ukatili wa kihisia kwa wanawake. Mfano labda kwa maneno tu usikie. Kwa maneno, mfano labda anakuelezea kitu fulani afu unamjibu vibaya au unamkatisha tamaa. Labda anakuelezea, mimi nataka nifanye kitu fulani, labda biashara fulani, ni kama wazo. Wewe unasema wewe unaweza kufanya biashara wewe? Yaani mwanamke unaweza kufanya biashara?
kaa hapo ule familia. Yani kuna vitu kama unamkatisha tamaa, huo ni ukatili. Ndio. Unaweza ukashughulikiwa vipi ukatili huu wa kihisia kwa wanawake? Cha kwanza katika kushughulikia ukatili wa kihisia kwa wanawake ni kuwapa elimu kwanza wanawake ili wajue nafasi yao katika jamii. Cha pili pia wanaume pia na wenyewe wapewe elimu kuhusiana na athari za ukatili wa kihisia kwa wanawake. Akijua hatomfanyia ukatili wa kihisia. Mwalimu, mimi nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Basi hayo ni kwa uchache ambayo tumeyapata kutoka hapa maeneo haya ya Mburahati kuhusu ukatili wa kihisia. Ni wakati kukutana na wadau ambao sina shaka wamebeba taswira nzima ya namna ambavyo ukatili huu wa kihisia unavyofahamika huku mtaani. Wenzangu, kwa muendelezo wa mada hii hapo katika Morning Trumpet. Shukran sana. Tumeona mjadala lakini mwanzoni pale pia tuliona maoni watu wakitaka wataalamu waingilie kati na wengine pia wametoa mifano ya baadhi ya maneno au vitendo ambavyo vinaweza vikawa vinatafsiriwa kama ukatili wa kihisia kwa wanawake. Sasa kwa sababu alitaja wataalamu wa saikolojia na uzuri ni kwamba tunaye mtaalamu hapa studio, nafikiri tuje kwako moja kwa moja. Kwanza unaonaje reaction yako kwa maoni ambayo yametolewa? Ni jambo linaonekana kama vile linafahamika lakini nadhani halifahamiki vizuri yani kwenye mawanda yake, na ni sahihi kwa sababu tuna tofauti ya tunasema mtazamo, hasa mtazamo wa kitamaduni na ni kitu ambacho hatuwezi kukiondoa. Yani swala la cultural orientation ni kitu ambacho huwezi ukaliondoa kwenye jamii kwa sababu ni utambulisho wa watu. Bado kuna jamii ambazo zinaamini kwamba wanaume lazima wawe hivi, wanawake lazima wawe hivi. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo sio rahisi ukaondoa ule mzizi wa hicho. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona ni ufahamu wa watu. Inawezekana wameshtukizwa kwenye mazingira haya, kwa hiyo wametaja baadhi ya vitu, wanachanganya vile ukatili wa kihisia na ukatili wa kimwili na ukatili wa vitu mfano wa hivyo. Ukizungumza ukatili wa kihisia, kwa mfano mtu kutukanwa, mwanaume kumtukana mwanamke kwa hali alizokuwa nazo, au kumpa ile tunasema silent treatment. Mara nyingi kwenye familia kuna hizi silent treatment ambazo zinaweza kutokea, lakini pia kumshusha mtu hadhi kwa sababu ya yale mahusiano uliokuwa nayo kama hivyo kimaumbile na vitu mfano wa hivyo, au kumfanyia kitu anaita gaslighting. Yani mtu anarudia mara kwa mara kukuonyesha kwamba wewe huna maana mpaka uamini hata wewe mwenyewe kwamba sina maana. Hilo pia linaweza likatokea. Lakini pia kwa mfano mtu anaona kwamba kwa mfano wanawake wengi hulalamika kwamba yani mwanaume anamfanya ajihisi kwamba yeye analalamika tu. Kwa hiyo nafika mahali mtu mpaka anaamini kwamba mbona mtu kila mara ananiambia mimi ni mtu wa kulalamika tu. Sasa ile tendo ya kwamba wewe kila siku unalalamika inafika mahali ni kitu ambacho kinamuumiza na hajui afanye kitu gani, kwa sababu hata kuwasilisha yale maumivu yake sasa inakuwa haiwezekani, kwa sababu kama anaumia alafu akisema kwamba unaniumiza anaambiwa unalalamika, inafika mahali kwamba anaacha. Lakini ukiangalia kwenye yote haya mara nyingi mimi wanatafuta yani mzizi wa hiki kitu ni nini, ndio kwamba ni hasa mpaka watu wanafikia hapa kufanyia ukatili na kunatokea kitu gani. Kuna maeneo kama mawili au matatu. Eneo la kwanza, kuna ukatili ambao watu wamejifunza, na hiki ndio sehemu mbaya zaidi kuliko sehemu zote. Ukatili tunaojifunza wakati wa utoto. Ndio. Na huu si ukatili ambao mtu anafundishwa kwamba huu ndio ukatili, lakini watoto wanapokuwa wadogo, mara nyingi kutoka 0 mpaka miaka 12, yani hapa watoto wanajifunza ukatili kwa kile kinachoonekana, lakini hata mfumo wao wa ubongo unajifunza kwamba hivyo ndivyo namna sahihi ya kufanya vitu. Kwa hiyo akienda huku mbele atakavyoendelea kukua, tayari brain yake iko wired, yani kwamba hivi ndivyo ilivyo. Yani kwa mfano kama anaona wazazi wake wanafanyana ukatili, baba anatukana au mama anatukana, yeye anafika mahali anajifunza kwamba hilo ni jambo la kawaida. Lakini kuna swala la confusion ambao tuko nazo huku, yani swala la mapenzi na kukomaa kihisia. Yani watu wanapokuwa wanaingia kwa mfano kwenye mahusiano mwanzoni, wanaingia kwa kupendana.
Yani ni intimacy hapo ni mahaba. Wanaingia tu kwa namna hiyo, lakini hawa watu ambao wanaingia kwenye mahusiano namna hii wamekomaa kihisia. Umeona? Yani pale watu wanapozungumza swala la akili za kihisia au emotional intelligence, kwamba hivi wewe are you emotional intelligent? Kihisia kweli umekomaa. Sasa vipi sasa? Yes? Unafahamu vipi kama namna ambavyo wewe unadhibiti hisia zako, sawa, unapokuwa unakutana na changamoto zitaonyesha kwamba wewe umekomaa au hujakomaa kihisia. Kwa mfano, mawasiliano ni njia nzuri ya mtu kujua kwamba mtu amekomaa kihisia au hajakomaa kihisia. Umeambiwa neno ambalo kulipenda, baada ya kutaka maelezo au ufafanuzi wewe ukahukumu. Maana yake ni kwamba wewe umefikiri kihisia. Sasa ukifikiri kwa namna hiyo, mtakuwa mnavutana mara kwa mara. Lakini uzoefu pia unaonyesha kwamba hasa ukija kwenye intimate violence kwa upande wa kijinsia, yani mwanzoni watu huwa wanaanza vizuri, yani ukisikia kwamba watu wamekatiliana kijinsia, watu mwanzoni walikuwa wamependana vizuri tu. What happened hapa katikati? Kuna kitu gani ambacho kimetokea? Sasa kuna mtu ambaye katoka na trauma zake huko mwanzoni, au kama ukomavu wake kihisia umeharibika, expectations, sawa, yale matarajio ya watu wanapoingia yanapoanza tu kubadilika, kuna power struggle. Huyu mwanaume anataka awe hivi, mwanamke anataka awe hivi, au mwanamke anataka awe hivi, mwanaume anataka hivi. Kwa hiyo ile mivutano namna hii inafika mahali inaanza kidogo kidogo. Huyu katamka neno, huyu kaamua kunyamaza kimya. Aliponyamaza kimya ukanamwa anandharau. Kwa hiyo yule anaumia kwa sababu amenyamaza kimya, yule katamka kwa sababu amenidharau. Kwa hiyo namna hiyo utakwenda inajengeka. Ni kweli kwamba pengine hatusemi tu wana saikolojia. Mimi binafsi naamini kwamba hili ni eneo ambalo tunatakiwa tuwalee watoto wetu wawe hivyo tangu mwanzoni. Yani watoto wafunzwe namna ya kuhimili hisia zao, kama ambavyo tunawapeleka shule wakasoma hisabati, wakasoma sijui nini, wakao weledi kwenye eneo hilo. Hata eneo hili la kihisia kwa kweli linatakiwa likuzwe, na linakuzwa pale ambapo wazazi tunapatikana kwa watoto wetu, wazazi ambao wako healthy. Sio kila mzazi, wazazi ambao wana afya njema ya akili wanapopatikana kwa watoto wao, basi watoto watakuwa na emotional intelligence. Safi kabisa. Na hapo Hilda aliposema kwamba watu wanaoanza vurugu lazima pia walipendana. Maana sasa hivi watu wakiona penzi jipya, watu wanapendana sana, wanaanza kusema tuwaambie au tuache kwanza. Kwa sababu unajua kabisa hapa mwisho wake ni huko. Lakini not always, sio lazima pia ifikie huko. Labda kwenye hilo kidogo. Kuna hizi tunasema ni dhana za makuzi katika mahusiano. Kwamba kuna hile eneo la wale ambao tunasema ni intimacy phase. Hili ni awamu ya mwanzo ya mahaba, watu wanapendana. Mara nyingi watu wanavumiliana, hawataki kuzungumza ukweli. Kwa hiyo pale ndio watu wanasema ni honeymoon phase. Watu yani wanadanganyana sana katika kipindi kile. Lakini kinaingia kipindi ambao kinachukua mara nyingi baada ya ndoa takriban mwaka mmoja, ile awamu ile inakuwa inapotea. Sasa mnaingia kwenye kipindi cha pili ambao tunasema ni crisis phase. Na crisis sio kwamba watu wanagombana, ni kwa sababu sasa kila mmoja anasimama katika uhalisia wake. Na hapa ndio kuna kuwepo na hizo power struggle. Tunaita ni crisis phase, si kwa sababu watu wanapigana, ila kwa sababu kunakuwa na mgongano mkubwa wa kimawazo, na tofauti kubwa sana zinaibuka kutokea hapa. Yani kwa mfano mtaamua tunaishi wapi, Mbezi au tunaishi Kariakoo. Kuna mmoja atasema Mbezi, mwingine atasema Kariakoo. Kwa kuja kwenye consensus hivi, ina maana kuna mmoja lazima ataluzi. Umeona, watoto watasoma wapi, tunataka watoto wangapi, sijui kipato chetu kwa vipi, wanafanya kazi wafanyika, atafanya kazi huku au aache huku, bana sasa hivi sitaki kufanya kazi huku nataka. Kwa hiyo kunakuwa na migongano mingi sana mpaka inafika mahali kwamba hawa watu inakuwa ni changamoto. Na phase hii kwa kweli huendelea muda mrefu sana. Inaweza kufika hata miaka 30 40. Mfano mzuri, kuna matajiri wakubwa hapa dunia, sitaki kuwataja maana sijui ethics zao kama namna gani. Lakini mmoja ameachana na mke wake baada ya miaka 25 ya ndoa. Ni tajiri mkubwa sana hapa duniani, well known. Na mwingine ameachana na mke wake baada ya miaka 27 ya ndoa. Well known. Huwezi kusema kwamba hawana pesa, huwezi kusema sio maarufu, huwezi kusema sijui wanakosa kitu gani kwenye maisha yao. Lakini hii crisis phase imekuwa ni ngumu mpaka nifika mahali kasema no, hatuwezi kuendelea mbele. Sasa mtu mwingine anaweza akahisi kwamba anajeruhiwa. Kwa mfano mmoja wa hawa matajiri wakubwa, mke wake alikwenda kuolewa na mwalimu wa chemistry wa mtoto wake. Hiyo inakupa picha gani? Kwa maana emotionally hakuwa
anapatikana. Huo ni ukatili wa kihisia. Ukivuka sasa hiyo stage ya crisis kuna nyingine inayofuata. Umesikiza kwa makini sana kwenye stage. Kuna adjustment phase kwamba sasa watu wanaanza kufahamiana, kwa hiyo wanaanza kurudi kidogo kidogo katika ile hatua yao ya awali. Tunasema ni compromising phase. Watu wanakuwa na uwezo wa kuwasiliana tena vizuri, wanajuana mapungufu yao, wanasameheana kwa urahisi zaidi. Ni hapo wanakuwa wamekomaa sasa. Yes. Hilda anaogopa, maana anajua Hilda kaingia hivi karibuni huko. Na Celine unafuatilia hizo stage lakini inawezekana Dr. Colin pale ashapitia hizo. Kashavuka. Sasa ndio, lakini Dokta alizungumza kuhusiana na sababu ambazo zinasababisha sasa ukatili wa kihisia kuwepo katika level ya familia. Kwa experience yako, lakini pia kutokana na kwamba umeshughulika na cases nyingi mbalimbali, unaona sababu kubwa hasa ni zipi zinazosababisha wanawake wanafanyiwa ukatili wa kihisia kwenye familia? Sababu kubwa mimi naona kuna kitu fulani, kuna ile superiority, sijui niweke katika Kiswahili nisemeje. Yaani kutakuta ukiangalia historia ya wanandoa utakuta walianza wako chini sana, wamekuja kupanda juu, labda mume ameshika hela, amekuwa yuko vizuri sana, kwa hiyo ana ile superiority complex kwamba anafeel kwamba yuko juu zaidi, hata mke aliyemuoa alikosea kwamba hiki kitu gani sasa nimeingia kwenye kinini hiki. Kwa mfano jana, kabla sijajua nakuja huku, niko kwenye gari nikapigwa simu na dada mmoja namfahamu, ni kama mdogo wangu. Anasema mume wake anakuwa wakiwa kwenye gari wanaenda kazini au wanarudi, anamwambia akae siti ya nyuma, alafu anawasha AC kali sana, anamwambia don't spend smell yako, yani unapaka nini siku hizi, yani kama vile anamuona kwamba ni ana harufu haipendi yani. Lakini sasa yule dada anasema akifika ofisini wenzake wanamwambia umetumia perfume gani, mpaka kuna mtu ashampa hela akamwambia na mimi ninunulie perfume ambayo wewe unatumia maana kama haipenda. Sasa dada anasema sasa kama mimi wenzangu ofisini wanaipenda na mpaka mtu ameniambia nikanunue hii perfume, maana yake mimi si nuki vibaya kama ambavyo mume wangu anasikia ambavyo anaona. Kwa hiyo ile mume ashamuona mke wake tayari level fulani yani ya chini, ana level ya juu, sio size yake kwamba hawezi kuwa nani. Na anapomwambia akae nyuma, hapo mbele kunakuwa na nani? Anakuwa hamna mtu. Anawasha tu AC kale, anamwambia kaa huko, mimi nataka tu nikae mwenyewe huko mbele. Hamna mtu. Kwa hiyo ukatili wa kihisia ni mbaya zaidi nafikiri kuliko hata ule ambao wengine labda wakupigwa. Sababu ukipigwa jirani atajua hata kama hujasema. Jirani anaweza kwenda kusema kwamba fulani anapigwa, nyumba fulani unaweza ukashtaki polisi. Lakini wa kihisia ni mbaya sana kwa sababu ule unaumiza mpaka mtu aje aseme kwamba anafanyia ukatili huu wa kihisia, imeshamuaffect kwa kiasi kikubwa sana. Yaani ukatili wa kihisia ni mbaya. Kwa sababu hasa kubwa zinakuwa ni zipi? Kwa mfano kama kwa mfano aliotoa, ni wazi kama hapo pia mapenzi yanakuwa yameisha yani. Sababu kubwa yani za ukatili wa kihisia ndio kama hizo. Kwa mfano utakuta tena mtu ameoa mwanamke mbaya. Kuna kesi moja nilikuwa nayo Tandale last week. Yani mwanamke ana maumbile yani kwanza kama mnene, amebadilika nini, mume wake anambia mimi wewe mbaya. Yani live kwa sababu wewe mbaya. Mimi siwezi kwenda na wewe popote, yani uko vibaya. Ni baada ya kuwa amebadilika sasa. Wewe mbaya, siwezi kwenda popote. Yani ndio maana hata sijui wapi sikwenda na wewe. Ndio maana wapi sikwenda kwa sababu uko kama kituko. Kwa hiyo mimi nafikiri sababu yani mapenzi yanakuwa yameisha. Yani kunakuwa hakuna mapenzi yani. Labda nadhani sababu kubwa ni ukomavu wa kihisia. Yani watu hawana ukomavu wa kihisia. Kwa hiyo hawezi kumtizama mwenzake kisha akamtafakari akavaa viatu vyake kwa neno atakalotamka au kwa tendo atakalolifanya. Kwa sababu hata kama kwa mfano mke anaweza kubadilika kimaumbile na mume pia anaweza kubadilika kimaumbile vile vile. Lakini unamchukuliaje mwenzako? Kwa mfano let's say kwamba mke wako amekuwa ni mnene au mume wako amekuwa katika hali ya namna fulani. Yaani kuna vile vitu kama mtu uko umekomaa kihisia, manake mtajaribu kuangalia namna gani ya kufiksi hayo mambo yenu badala ya kuonesha kwamba yule mtu amekuwa ni mbaya. Na mara nyingi mtu akisema mbaya maana yake anafanya comparison, anafanya ulinganisho na watu wengine, ambao kufanya ulinganisho ni ishara kwamba huyu mtu kihisia hajakomaa vizuri, na pengine hata kiakili pia anakuwa hajakomaa vizuri. Kwa hiyo kuna uzoefu wa awali ambao watu wako nao, lakini pia kuna changamoto hii ya kukua kihisia, na yani kwa maana kukomaa kihisia ambao pia inatokana na swala zima la malezi ya tangu utotoni. Watu wamekuwa na makuzi ambayo hayatengenezi zile hisia zetu
kwa namna mzuri. Hata kuzungumza superiority complex, kwa maana mtu anajihisi kwamba yeye ni kubwa au yeye anajivuna kwa namna hii. Yani ukishakuwa na tabia za namna hii, ego ya namna hiyo, maana yake emotional wewe bado hujakomaa. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa ya watu kutokomaa kihisia, na hii inatoka kule chini kabisa kwenye swala la malezi. Awali Colin aligusia kuhusiana na madhara ambayo yanakuwepo hasa pale ambapo kunakuwa na ukatili huu wa kihisia. Pengine utugusie hasa kuhusiana na kiwango cha madhara ambayo yanakuwepo. Asante mtangazaji. Madhara yanakuwa kwenye maeneo mengi, kwa sababu unaposema ukatili wa kihisia ina maana unakwenda kuathiri akili ya mtu, hisia zake. Ina maana kwamba mtu anashindwa kufikiria vizuri, kufanya maamuzi sahihi, na kila mtu ana malengo yake kwenye maisha. Akiwa labda ni mtu anafanya biashara, ni mwanafunzi anasoma, kila mtu na shughuli yake ambayo anaifanya katika jamii. Sasa lile kusudi ambalo unataka kufikisha mali fulani kwenye maisha, ina maana kwamba linategemea sana afya yako ya akili. Kwa hiyo ina maana ukipata athari katika hisia zako, ina maana kwamba maamuzi yako, ile focus, concentration inakuwa inavurugika. Kwa upate ule utulivu wa kuweza kuwa mbunifu, upate utulivu wa kuweza kufanya na kupangilia mipango yako vizuri ya kufikia lile lengo ambalo umelikusudia kwenye maisha. Kwa hiyo utaona kwamba sasa tunatakiwa tuone sasa katika kila sehemu ya maisha, katika ule mzunguko mzima wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kama ni mtu anafanya biashara, ina maana hawezi kuwa na focus, hawezi kukaa sawa sawa, kupata utulivu wa kuweza kufanya ile biashara yake vizuri. Kama ni mwanafunzi, kwa sababu tunatoka kwenye taasisi za elimu ya juu, ina maana kwamba mwanafunzi utaanza kumuona labda ingi darasani, labda performance yake, ufaulu wake unaanza kushuka. Kama ni mfanyakazi, labda ni mhadhiri, anaweza akawa unaona kwamba hata utendaji wake wa kazi, ubunifu pia na wenyewe unashuka. Kwa hiyo inaathiri kila mtu kwa namna yake na kwenye eneo lake alipo. Kama hata ni mwanafunzi labda katika shule za hizi za sekondari na shule za msingi, utaona pia hata ufaulu wake unashuka, anaanza kujitenga, anakuwa na tabia nyingine ambazo zinaweza zikamwathiri hata kufikia yale malengo yake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba inagusa moja kwa moja, inaathiri ile haki yake ya kibinadamu, lakini pia inagusa moja kwa moja maendeleo ya mtu mmoja mmoja, na ukija sasa kwa jamii nzima, utakuta kwamba lile lengo la kufikia maendeleo ambayo tunataka kuyafikia kama mtu, kama jamii, kama taifa, hatuwezi kufika kwa sababu huyu mtu ameathirika, hana utulivu wa kuweza kutulia, kuweza kubuni, kuweza kufanya kazi zake zinavyotakiwa, anapoteza ile focus. Na kuna wengine ikiwa katika hali mbaya kabisa, anaweza kaingia kwenye madhara ya kupata athari za ile afya ya akili na athirika zaidi, msongo wa mawazo. Wengine wanafikia au mnaita sonona, mtaalamu atatuambia zaidi. Lakini wengine wanaweza wakafikia hata kujiua. Kwa hiyo ndio inaenda mpaka kwenye kile kiwango chake cha juu kabisa. Kwa maana kwamba anafikia mahali kwamba anajiona kwamba hana thamani kabisa, kwa hiyo hawezi kufanya chochote. Na tunataka watu waweze kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za maisha yao wakiwa huru na salama, wakijijua kabisa kwamba ni watu wanaweza kushiriki na kufaidi na kunufaika na yale matokeo ya kazi zao walizozifanya. Kama ni mtu anafanya biashara, ni mtu ameajiriwa, basi aweze kunufaika na kile anachokipata. Sasa huyu mtu aweze hata kushiriki, hana ule utulivu, anapata depression, stress na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo athari ni nyingi na kila sehemu utaona unaweza ukaiangalia tofauti. Sasa yako mengi, na tuwakumbushe pia watazamaji kwamba unaweza ukatuandikia maoni yako kupitia namba ya simu 0763809770, 0763809770. Tunaangalia hapa mbinu mbalimbali za kukabiliana na ukatili wa kihisia kwa wanawake. Lakini pia tunayo maoni kutoka kule mkoani Lindi, ambapo mwenzetu Omari Mikoma amezungumza na baadhi ya wananchi kupata maoni yao. Mimi kwa upande wangu, ukatili ambao nikifanyiwa na athirika kisaikolojia, kwanza kupigwa. Kwa sababu kupigwa ni kitendo ambacho lazima utakuwa na makovu mwilini, na yale makovu lazima yatakuwa yanakukumbusha iko kitendo wakati wowote. Inawezekana ikawa ni sehemu ambayo inaonekana au sehemu ambayo haionekani. Lakini ukatili mwingine ni kubakwa. Kubakwa, kile kitendo kwanza unakuwa hauko tayari kufanyiwa kile kitendo, ina maana unakuwa umelazimishwa. Kwa kile kitendo kikiwa ukifanyiwa, mimi kama mimi nikifanyiwa hiko kitendo, lazima kitakuwa kinajirudia na kunikumbusha jinsi ambavyo tukio limefanyika, kwa sababu sikuwa tayari kufanyiwa hiko kitendo
kwa maana ya nimelazimishwa bila mimi mwenyewe kutaka. Kwa kwangu mimi hivyo, nikifanywa hivyo lazima nitakuwa naathirika kisaikolojia. Haya, mmoja kati ya wananchi wa mkoani Lindi, na ni wazi kwamba dokta yeye kidogo ameshindwa kuweka kwenye kategori yake ama kwenye sehemu yake. Amezungumzia hasa ukatili huu unaonekana ni ukatili wa kimwili kwa mifano aliyoitaja, sio? Yes, huo ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa anazungumzia nani, sexual harassment, lakini pia kuna ule wa kupigwa, ukatili wa kingono na ukatili wa kimwili. Sasa Celine, tuko kwenye wasema kizazi Generation Z, kizazi ambacho kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ni kizazi ambacho kiko fragile, yani delicate, uwezo ukamuumiza kihisia na akaweza kuvumilia, yani akacontain yale maumivu, na hiyo inatokana na mifano mbalimbali, namna ambavyo wana react, namna ambavyo wanachukua hatua kwenye masuala mbalimbali. Sasa unaonaje uwezo wa kizazi cha sasa hivi cha vijana kuanzia mwishoni mwa miaka ya 90 na miaka 2000 na kuendelea katika kukabiliana na ukatili wa kihisia? Cha kwanza kabisa, tukiongelea kizazi cha nyuma, ni kizazi ambacho kilikuwa kinafundishwa uvumilivu. Tukiongelea kwa upande wa wanawake sana, ni wanawake walikuwa hata akifanywa kitu gani alikuwa anaweza kukaa na kitu kwa muda mrefu bila kumwambia mtu yoyote. Lakini kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea na vijana wanakuwa exposed kuona vitu ambavyo vinafanyika nje na kuona kwa namna gani ambavyo watu wengine wanafanya, au vijana wanakuwa kwa namna moja ama nyingine, au vijana wanakuwa wanakuwa hawana ule ukomavu wa kihisia, kwamba anaweza akaongea kitu chochote bila kujali anaongea na mtu wa namna gani. Sawa kabisa. Wakati huo pia Hilda, wakati tutarejea kwa Celine, tuangalie maoni ambayo watazamaji wetu wametuandikia kwenye namba yetu ya simu ya 0763809770. Kuna huyu anasema, habari Morning Trumpet, tunafuatilia mjadala kutoka Kibaha Msangani. Kwa mimi naweza sema mwanaume akikamilisha majukumu yake ambayo ni kuzalisha, kutunza na kulinda, nje na hapo atabaki kuwa mwanaume lakini hajakamilika. Haya. Hata sijajua kama inahusiana na ukatili wa kihisia au namna gani. Sawa. Anasema kuna huyu anasema, habari za asubuhi wana Morning Trumpet, mada ukatili wa kijinsia, zipo baadhi ya mila bado zinambagua mtoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Nadhani ipo haja ya kutoa elimu hususan huku vijijini. Anasema anaitwa Rajab Dasa Mvula kutoka kijiji cha Bagila, Mkumbara, Tanga. Unaweza ukaendelea kutuandikia namba yetu ya simu 0763809770. Kuna namna mila na desturi ama utamaduni unahusianishwa pia na masuala ya ukatili wa kihisia, Dokta? Ni kweli. Mila, na ndio maana pale mwanzo nikataja, yani kuna vitu ambavyo huwezi kuviondoa kwenye mila za watu kwa sababu kwa mfano ukizungumza swala la dini specifically, ukizungumza swala la dini ambayo inamtambulisha mwanaume kwamba ndio kiongozi na mwanamke kwamba ndio anayefuata, lakini dini hizi pia zinatambulisha kwamba mwanaume kuwa kiongozi maana yake ni nini? Maana yake ni kulea, maana yake ni kusimamia, maana yake ni kuhudumia, maana yake. Kwa hiyo swala la dini kumtambulisha mwanaume kama kiongozi, maana yake yeye anakuwa ni mtu wa huduma kwa kwa watu wake. Kwa hiyo haitarajiwi kwamba yeye apeleke ukatili kwa watu wake. Sasa pale ambapo mwanaume akawa amepewa jukumu hilo kwa kiwango hicho, kisha ikawa yeye alilelewa vibaya au alipitishwa kwenye ukatili au akawa hajapata ukomavu wa kihisia, maana yake lile jukumu halimfai. Matokeo yake ni kwamba anaweza akapelekea kwa. Lakini kuna mila na desturi, kwa mfano hapa Tanzania, kwa mfano mila za watu wa kanda ya Ziwa, watu wa kanda ya kaskazini baadhi, kwa mfano kwa makabila ya Kimasai, yani mwanaume amepewa nguvu ya juu sana kwa muktadha wa kabila lake. Kwa hiyo kuna matendo hata akiyafanya wale members wa wale kabila bado wanaona kwamba ni sawa sawa. Kwa hiyo hata definition, taarifu ya neno
ukatili kwa jamii ile bado huwezi kuelewa vizuri. Mfano kwenye muktadha wa afya ya akili kuna kitu anaita self injurious behavior, tabia za kujidhuru wenyewe. Kwa mfano kujikata au kujitoboa na vitu. Lakini sasa ukienda sehemu kama Umasaini, ile tayari ni culture ya watu, huwezi ukasema wale wana tabia za kujidhuru wao wenyewe, na wala haionyeshi impression yoyote kwamba ni watu ambao wanajikatili. Kwa hiyo utakuta kwa maana hiyo ukienda kwenye jamii fulani, kile kinachoonekana kwamba ni ukatili kwa jamii hii, kwa jamii ile bado yani hawaelewi kabisa kwamba hiyo ni issue ya ukatili, na kitu ambacho bado wanakiadhimisha. Sawa sawa na maeneo ya huku ambao niliwahi kusikia zamani, amnosho kwamba mpaka sasa hivi ipo kwamba mwanamke akipigwa ndio anaonyesha kwamba anapenda. Sijui kama hiyo hali mpaka leo bado. Nataka nitoe huo mfano. Baadhi pia ambao wamesikika wakisema yes. Kwa hiyo sasa kama kuna jamii ambayo inaadhimisha kitu hicho, wewe hata kama uje na theory zako uje na nini, sio rahisi kuondoa hiyo hali, kwa sababu ni kwamba unamkataza mtu asiishi kwenye ile utambulisho wake, utamaduni wake, kitu ambacho kinaweza kuwa ni. Lakini nadhani bado elimu inatakiwa iendelee. Kwa hiyo ni kweli mila, desturi, utamaduni zimeleta hii changamoto. Lakini tukirudi kwenye principle ambazo ni universal, kumpiga mtu awe mwanamke mwanaume sio jambo la kiubinadamu ambalo linakubalika. Ni sahihi, hiyo ndio nikasema hizo ni theory. Yaani ukija kwenye theory lakini ukija kwenye hali halisi, yani kwenye kabila fulani kunakuwa na changamoto za namna hiyo. Ndio maana elimu bado inatakiwa. Tunasema ni confusion kwa sababu ukipeleka elimu ya namna hiyo, maana yake unawataka watu kwanza waukane utambulisho wao. Yaani sasa unakuambia Wamasai bwana mnatembea uchi. Yaani unataka Masai aache utambulisho wake. Hilo jambo yani utagombana naye katika mazingira kama hayo. Njia ipi inakuwa ni bora zaidi? Bado swala kuelimisha natakiwa watu waendelee nao. Ndio maana hapa nilikuwa namuuliza dada, changamoto hii tunaweza kuiondoa kabisa? Yani nadhani kauli mbiu tuliokuwa nao na hizi siku 16 ni kuondoa ukatili ukatili wa kijinsia, na hasa ukatili huu wa kisia. Je, tunaweza kuondoa kabisa? Kama mimi nitaamua kuishi na familia yangu kwa kuzingatia hii dhana kwamba nisije nikafanya ukatili kwenye familia yangu, na kila mtu akaamua hivyo kwenye familia yake, basi tunaweza kuondoa changamoto ya ukatili. Kama kila mmoja ikawa yeye amedhamiria kutofanya ukatili kwa mwenzake na akaelewa hivyo, basi tunaweza kuondoa hii changamoto. Sawa kabisa. Tukukumbushe mtazamaji kwamba tunaangalia hapa mbinu mbalimbali za kukabiliana na ukatili wa kihisia kwa wanawake. Unaweza kuwa sehemu ya matangazo yetu kwa kutumia ujumbe wako, maoni yako. Namba yetu ya simu 0763809770, 0763809770. Unaweza pia ukatupigia, lakini sasa kama utaamua kutupigia iwe WhatsApp video call ili pia tuweze kukuona. Na wakati ambao tunajadili hapa, tunao wanajopo ambao wanatupa madini. Sasa mimi nakuuliza zaidi Mariam, kulingana pia na uzoefu, na hapo sasa tunakwenda kwenye eneo la, tumezungumza sana kuhusiana na ukatili, sababu na vitu kama hivyo, lakini hebu tuende kwenye mbinu ambazo tunaweza tukazipendekeza kwa jamii, ama vitu gani vinaweza vikafanyika ili kuondoa sasa huu ukatili wa kihisia. Mbinu kwa kawaida ni kwanza kabisa ni elimu. Yaani elimu lazima. Kwa mfano mimi nikishatoa elimu ya ukatili wa kijinsia kwenye couples labda ni ndoa, si wameelewana, let's say wameanza kuelewa kwamba ukatili wa kijinsia ukoje hasa wa kihisia, lakini si waachi hivyo. Maana watu wengi wakishatoa elimu basi, yani wamekusanya watu wametoa elimu wamemaliza. Lakini sasa mimi si waachi hivyo. Elimu haifanyi siku moja mtu akabadilika. Kwa hiyo unamfanyia elimu alafu wameelewana, lakini baada ya muda unatakiwa ufanye tena, uende kufuatilia, je, ile elimu ambayo nimetoa imefanyika? Je, wale watu wanaendelea vizuri au kuna mgogoro tena mwingine umetokea? Kwa hiyo wewe kama ulifanya elimu Mbagala, tena umekaa miezi 2-3, unatakiwa urudi tena kule ulikotoka, kwa sababu elimu watu wanaichukulia tofauti. Ukimwelimisha leo Hilda siku moja tu eti ndio ameelewa, hapana. Unatakiwa umpe elimu leo, ukae baada ya muda urudi tena kwa Hilda kufuata maendeleo yake, kujua kwamba okay, ile elimu ameshaipata na je amebadilika. Kama hajabadilika unarudia tena kumpa ile elimu. Kwa hiyo elimu haiishi. Tunaitoa kwa muda mrefu na kufuatilia kila siku kujua maendeleo yapo au hakuna. Yaani hicho ndio cha msingi kuliko kitu kingine chochote.
kwa inakuwa swala endelevu. Katika hilo la mbinu, kwa upande wako Selina, unadhani mambo gani yanaweza yakafanyika? Sawa, kwenye swala la mbinu ambazo zinaweza zikafanyika, kwa sababu sisi tuna deal sana na vijana, na sisitiza kuwepo na ushirikishwaji wa vijana kwenye masuala ya elimu. Kwa mfano, kuandaa matamasha ambayo yatakusanya vijana pamoja kujadili kwa namna gani unaweza ukaongea kitu kikawa kikamletea mwingine madhara. Umeona? Kwa hiyo kwa namna hiyo tunaweza tukaleta vijana pamoja, kwa sababu vijana tumejua ni watu ambao wanapenda kushereheshwa na nini. Kwa hiyo kwa kutumia matamasha kama hayo na vitu vidogo vidogo, michezo na nini, tunaweza tukaleta pamoja, afu baadaye tukawapa elimu kama madam alivyosema, jinsi gani ambavyo unaweza ukawa na ukomavu wa kihisia, kwamba kitu utachokiongea ni kwa namna gani kinaweza kikamletea mwingine madhara na kumfanya akafikia hatua ya kujidhuru, kwa kujitoa uhai, au kwa kujiona hana thamani au hana kile kitu ambacho kinamfanya afit kwenye jamii. Na hapo katika vijana, tukigusia pia katika ngazi ya elimu, hasa vyuo na kile ambacho mmekuwa mkifanya, ikiwemo uwepo wa madawati haya ya kuzungumza na kukaribisha pia kwa namna tofauti, ni njia gani ambazo mpaka sasa mmekuwa mkizifanya, mmeshuhudia mwitikio mkubwa pia hasa katika kuleta utatuzi? Wenzangu wameongea vizuri sana kwamba utatuzi la kwanza ni elimu. Elimu sasa inagusa watu wawili. Kuna yule mwathirika, lakini kuna yule mtu anayeleta ile madhara, perpetrator. Perpetrator anatakiwa aache kufanya hivyo vitendo akijua kwamba hivi vitendo sio sahihi, havitakiwi. Tumesikia maelezo toka mwanzo, tumejadili vizuri kwamba hivi mtu anajifunza ukatili, anajifunza kwenye jamii yake anamoishi, kwenye familia. Sasa aache, afike mahali elimu imbadilishe, aache kufanya ule ukatili. Lakini pia na huyu mwingine ambaye yeye anaathirika, ina maana kwamba aweze kujua viashiria vya ili aweze kuepuka, kwa sababu unajua kuna wakati mwingine unaweza kuta kwamba ndio huyu mwingine ambaye ni anaeleta madhara, yule perpetrator ana tabia fulani, lakini pia huyu mwingine akijua jinsi ya kukwepa, mfano labda kwenye kujibishana, kwa sababu hii ni ukatili wa kihisia, unatumika sana kwa maneno au matendo fulani ambayo yanamwathiri pia mwingine. Kwa hiyo wote wawili wanatakiwa wabadilike. Kwa hiyo tunasema kwamba elimu itamsaidia yule mtu kubadilika kwa mtazamo wake na namna ambavyo anakabiliana na huo ukatili wa kihisia. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana lifanyike, lakini lazima pia kuwe na kuweza kutoa labda elimu kwa jamii kwa jumla, kwa maana ya mafunzo na warsha mbalimbali kwa ajili ya watu waweze kutambua kwamba hili ni tatizo lipo na linatakiwa lishughulikiwe. Na kuna swala la utamaduni limezungumziwa, lakini kizuri kuhusu utamaduni ni kwamba utamaduni unabadilika. Utamaduni hauko static, unabadilika, na sio kila element, sio kila kipengele cha utamaduni ni kibaya. Kuna elementi za utamaduni wetu kama Waafrika ni nzuri sana na lazima tuendelee kuzibeba na kuziimarisha, lakini kuna zile ambazo ni lazima tuzibadilishe. Mfano hiyo mifumo dume ambayo inafanya kwamba labda jinsia moja inajiona kwamba ni bora zaidi kuliko jinsia nyingine. Lakini pia tukirudi kwenye imani ambayo pia ni sehemu, ni element mojawapo ya utamaduni na ni kitu ambacho tunacho, tusitafsiri vibaya vitabu vya dini. Kwa tafsiri pia ile mbaya inabidi tuishughulikie, tuende tafsiri sahihi. Mimi sidhani kwamba Mungu alituumba kwa maana kwamba mimi kama mwanaume nikapeleke ukatili. Lakini pia sizungumzi kwa maana ya mwanaume tu, kwa sababu labda kwa vile tumetoa mifano mingi kwa maana ya kugusa uhusiano kati labda ya mwanaume na mwanamke, lakini ukatili pia unafanywa kwa wanawake kwa wanawake pia. Mama mkwe kwa mwali wake anafanya. Wifi kwa wifi yao wanafanya. Kwa hiyo maana kwamba ni jamii nzima, na nataka tuangalie kwa upana wake kwamba ni jamii nzima inatakiwa tuache kufanya hayo matendo. Mimi nikiwa ni mwanaume, nikiwa ni mwanamke, nisimfanyie mtu mwingine. Na kwa sababu leo tunaangazia zaidi kwenye, tunaweka msisitizo kwa ukatili dhidi ya wanawake, basi inabidi tusifanye hivyo. Na tukija kwenye taasisi za elimu ya juu utaona kwamba kuna masomo, mfano unajua hisia ya mtu ikishavurugika anaanza kuona kwamba kuna masomo fulani hawezi kuyasoma, masomo ya sayansi, hisabati, engineering, wanaona kama masomo ya uhandisi, wanaona kama vile teknolojia kwamba haya ni ya wanaume. Sasa hizo ni dhana ambazo zinaathiri hisia za wanafunzi wa kike kiasi kwamba ushiriki wao unakuta kwamba unakuwa ni mdogo. Sasa hivyo pia tunavishughulikia. Mfano kwa kuhakikisha kwamba tunafanya mipango ya kuhamasisha wanafunzi
kuwapa na kuwajengea uwezo wa kuelewa kwamba pia wao wanaweza, kwa sababu unajua hisia ikishaathirika, ina maana ile confidence, kule kujiamini kunaondoka. Kwa hiyo unakuta kwamba wengine wanaona kwamba labda kama mwanafunzi wa kike anaweza asiwe na kule kujiamini kusoma masomo ya sayansi, hisabati, uhandisi na teknolojia. Sasa unaona kule kuna gap. Ukija kwenye masomo ya sanaa unaona kwamba kuna wanafunzi wa kike wengi zaidi kuliko upande mwingine. Kwa hiyo unaona na sisi vyote hivyo tunavishughulikia kuhakikisha kwamba hizo athari za kihisia zinakuwa zinaondoka, kwa sababu tunaweka mifumo sasa ambayo inaweza wakashiriki wote kwa kujiamini. Yeah. Umegusia elimu, lakini ukagusia pande mbili, yule ambaye anaathiriwa na ukatili, lakini yule ambaye anasababisha. Sasa huyu ambaye anasababisha, tunaweza kutumia mbinu gani kumfanya abadilike? Kwa sababu kuna watu wengine wao unakuta ni yani mpaka watu wanaonyesha vile sema jamaa ana roho mbaya. Yani ni mtu tu katili, anaweza akakutana na mke wake kama hivyo alivyosema hapo, akamwambia kaa nyuma huko kwenye, yani ni jinsi alivyo na imeshakuwa ni tabia yake. Labda anaweza akamkuta mkewe hapo akamtamkia maneno mabaya, au akamkuta tu mtu mwanamke akamdharau. Mtu kama huyu tunawezaje kumbadilisha ikiwa tayari ishakuwa ni tabia yake? Tabia inabadilika kwa sababu tabia si mtu anajifunza. Tukati kujua kwamba ukatili yani mtu anajifunza ukatili. Sio kwamba mtu anazaliwa kwamba ni kwa kibiolojia kwamba yeye anakuwa na hizo labda chembe za ukatili ndani ya mwili wake, hapana. Mwana saikolojia ameongea vizuri kabisa. Hizi ni tabia zote tunajifunza kwenye jamii tunayoishi, kwa maana kwamba kile tunachokiona kwenye familia, kile tunachokisikia, na kwa sasa tunatengeneza mitizamo fulani kufikiria kwamba hiyo ndio njia sahihi ya kufanya au ya kuishi. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo nimejifunza, pia naweza nika unlearn, learning and unlearning. Kwa hiyo ni process hizo kwamba kama nilijifunza, ina maana pia naweza nikakiondoa pia kwa kujifunza. Ndio maana unaona kwamba tumesisitiza sana kwenye swala la elimu, kwamba elimu ni ya msingi, kwa sababu kwamba yule mtu ataanza kujifunza kumbe hiki kitu sio kitu kizuri, ni kitu kina madhara, kwa hiyo natakiwa nikiache. Naam. Nadhani pia tutapata inputs za mtaalamu wa saikolojia kwa mtu ambaye tayari imeshajijenga kama tabia yake, na tunafahamu wapo watu kama hao Hilda, kwamba hawana utamaduni wa kuheshimu wanawake, wa kuwathamini. Kwa hiyo unakuta wanawatolea maneno tu, yani kama anazungumza na mtu ambaye yuko chini, yani ameshamchukulia katika huo mtazamo kwamba huyu ni mtu ambaye yuko chini na mimi niko juu. Kwa hiyo kupitia maneno yake, kupitia vitendo vyake, anakuwa anamuumiza kihisia, na kwa sababu sasa yule mtu ashamweka chini, anakuwa hana sauti yenye nguvu ya kuweza kukabiliana na vile vitendo ama yale maneno ambayo anayatoa kwa mwanamke. Inaweza kawa ni mume kwa mkewe, kaka kwa dada yake, ama mwanaume yoyote tu kwa mwanamke, kwa sababu kuna wengine tu yeye mwanamke kwake yeye anamuona kama mtu ambaye yuko chini. Kwa hiyo tutapata hapo kwa mtu ambaye ameshajenga tabia kama hiyo na mtazamo kama huo, ni jinsi gani anaweza kwa sababu tumezungumzia kuhusiana na elimu, anaweza akapata fikra tofauti na kaona kwamba kuna haja ya kubadilisha mtazamo alionao kuhusu wanawake. Sasa tutakuja kuzungumza hilo baada ya kurejea kutoka kwenye mapumziko mafupi. Naam, tunaendelea na matangazo yetu, tunaendelea na mjadala ambao tumekuwa nao hapa kwa zaidi ya saa moja, tukizungumza kuhusiana na mbinu za kukabiliana na ukatili wa kihisia kwa wanawake katika jamii, na tulitoka kuzungumza kuhusiana na jinsi gani ya kumbadilisha mtazamo yule ambaye anawachukulia wanawake kama watu ambao wanatakiwa kukandamizwa, na kupitia maneno yao, vitendo vyao wanawaumiza kihisia. Sasa kwa kuwa huyu mtu tayari imeshajijenga kama tabia yake na ni mtazamo wake, Dr. Saladin, kitu gani kinaweza kikambadilisha? Kwanza ni kabla ya huyu mtu general tu, kwanza kwenye jamii, tafiti zinaonyesha kwamba ukatili unaofanyika kwenye majumba yetu unatutengeneza tuwe na sisi tunafanya ukatili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni kwamba wazazi tupatikane kwa watoto wetu tukiwa sisi wenyewe tuna mahusiano salama. Tukianzia pale, basi tutajenga kizazi ambacho kipo salama. Lakini jambo la pili, tujifunze namna bora ya kuwasiliana. Tunasema mawasiliano salama, health communication. Tujifunze namna bora ya kuwasiliana. Tukiwa na mzuri ya kuwasiliana, tunaweza kupunguza hizo sababu za kutofautiana na kuumizana kihisia. Lakini jambo la tatu, watu wajifunze
hizi ambazo sema ni red flags, dalili kwamba hapa kuna kitu ambacho mara nyingi watu wanavumilia mpaka madhara yanapotokea. Watu wakiona viashiria kwamba ni tatizo, basi mtu aweze kuchukua hatua. Sasa ukija specifically kwa huyu mtu ambaye tayari ameshapata madhara au anaonekana hivyo, kiukweli kwa watu ambao wanafanya hivyo ni matokeo ya kile ambacho kimetokea kule awali. Kwa maana kile kipindi cha utoto mpaka wamefikia hapo. Kuna kitu anaita utu au haiba, personality. Kwa hiyo inaweza kuwa ni personality trait imeshatengenezeka. Kwa hiyo kwa sababu yeye ana maumivu ya ndani, kwa sababu ameshavunjika ndani, ndio maana anafanya hivi anavyofanya. Kwake yeye ni defensive mechanism. Hivyo namna ambavyo anataka kucontrol au kumanipulate au kufanya hivi kuonekana kwamba kwa sababu yeye ana changamoto ya kuhisi salama, kwa hiyo lazima atumie mbinu hiyo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni kuwafundisha wao specifically wao kwa tabia zao maalum. Lakini kingine kama itakuwa ni wanandoa au washirika, ni vizuri kupeleka concern yao kwa wanasaikolojia specifically, kwa sababu ziko aina za personalities ambao watu wanasema huyu ana personality ngumu na difficult personality. Wako watu wa namna hiyo. Anaweza kuwa ni baba wa mtu, anaweza kuwa ni mume wa mtu, lakini ndio hivyo ana personality ambayo ni ngumu. Kwa hiyo kwa watu wa namna hii unaweza kumsaidia akapata huduma ya kisaikolojia, lakini yeye mwenyewe specifically ana nafasi ya kujifunza, kwa sababu hizi personalities na tabia zao huwa haziathiri maeneo mengine yote. Yani mtu anaweza kawa ni boss kazini, anaweza akawa ni mtumishi mahali fulani anafanya vizuri, lakini tu anapokuja kwenye mawasiliano, kwa mfano meneja anaweza akatumia neno kali kwa mtumishi wake, alafu asione kwamba ni kitu chochote. Kwa hiyo panapo kuwepo na mafunzo ya mara kwa mara, lakini pia kumkabili yeye specifically, huenda ikapunguza ile tatizo ambalo mtu yuko nao. Na wengi wao huwa hawajijui kama wana tabia hizi. Wengi wao wanaona kwamba ndio utu wao, na wako wengine ambao hasa wanajisifia kwamba mimi bwana hivi ndivyo nilivyo. Wewe kama utachukua shauri yako, usipochukua shauri yako, lakini mimi hivi ndivyo nilivyo. Kwa hiyo kwenye vile vikao vidogo kama ni sehemu ya kazi au kama ni wanandoa, washirika, yani kule kuraizi zile concern ndogo kwa mtu specific, inaweza kumsaidia huyu mtu akaanza kuchukua hatua. Mimi na mifano ya watu ambao mwenyewe amedeclare kwamba na mimi nina changamoto ya ukatili. Yani mtu anajua mwenyewe kwamba mimi nina changamoto ya ukatili. Yani sioni vibaya kumtukana mtu wala sioni vibaya kumpiga mtu. Kwa hiyo yeye mwenyewe amechukua initiative kwamba nataka nirekebike kwenye eneo hili. Kwa wako ambao na hao ni wachache, wengi hawajui. Na ndio maana awareness ni muhimu, kisha mtu aende kwenye specific behavior. Sasa kumapproach mtu kama huyu, unajua mara nyingi mtu mwenye shida kama hii ile afu kama bwana twende tukamuone mtaalamu wa saikolojia, sasa hapo utakuwa umetafuta ugomvi mwingine. Mara nyingi wakija huwa hawaji kwa tatizo hili. Yani kabla hajaja. Unawezaje kumleta? Yani kumshawishi aje? Haiki kitendo tu cha kumuona mtaalamu wa saikolojia, akisikia tu kwenda kumuona psychologist. Ushamtrigger manake hawezi kuja. Kwa hiyo mara nyingi huwa yeye mwenyewe hawezi kuraise hiyo concern au watu wake hawezi kuraise concern. Yani maana ni kwamba itokee huyu na huyu kampiga au amemjeruhi, kisha ikawa ni sababu ya au yeye mwenyewe kwamba labda alimtukana mtu alafu akampiga akaenda kushtakiwa, ndio sasa hapo inaweza kusubiri mpaka itokee hiyo vitu vingine. Hatutaki tusubiri huko. Ndio maana wengi hapa wamezungumza swala la awareness. Yani kwa mfano mimi ningetamani hizi siku 16 zote ziwe focused kwenye eneo hilo. Pengine watu wangeelewa kwenye mashirika, kwenye makampuni, kwenye shule, kwenye taasisi, kwenye nini. Kama watu wakiwa wanazungumza haya, kuna mtu atakaa atasikiliza. Mara nyingi kwa mfano mazungumzo ambayo mimi nimeyafanya kwenye eneo la personalities na emotion dysregulation. Wengi mtu baada asema okay, nahisi kama mimi na changamoto. Mtu anajielewa kwamba I think nina changamoto. Na inakuwa ni hatua nzuri pale mtu anapojielewa. Ni hatua nzuri mtu anasema hebu ngoja nichukue hatua. Wanasema ukiwa na shida ya akili afu ukaambiwa kabisa ndio unathibitisha kama ndio ukawa hauioni. Unaweza kuwa changamoto kweli. Ndio. Na Dr. Colin nataka kuongezea jambo. Anataka kuongezea. Anachongea ni sahihi kabisa. Kwamba hizo tabia mtu anaweza kwa sababu binadamu tumeumbwa kwa namna ya akili yetu, kuna zile tunaita self efficacy and self regulatory mechanisms ambazo ni uwezo wa kiakili wa kuweza kujicontrol mwenyewe. Kwa mtu anaweza kafika mahali akangamua kutokana sasa na hiyo awareness kwamba inayofanyika, akangamua tu kwamba hapa kweli kuna changamoto. Na hiyo sasa ndio inakuwa ni njia rahisi. Unajua mtu akiwa na ule utayari, ule utashi wa ndani
wa kubadilika inakuwa ni rahisi zaidi kubadilika, hasa kwa yule ambaye ni mtu anayeleta madhara. Unaona? Sasa dokta, unajua shida ya hawa watu wengi huwa wanaanza kubadilika pale ambapo shida imetokea. Yaani anafanya hivyo vitu, kwa mfano ukatili, labda siku sasa akaachwa na mkewe, au siku labda akafanya jambo labda akakosti maisha ya mtu. Pale sasa ndio anaanza sasa katika ile kujutia. Sasa tunazungumzia katika mazingira ambayo hajafikia kwenye kutekeleza madhara makubwa kwa huyu mtu anayefanyiwa ukatili. Hapo katikati hapo unajua kunakuwa na ugumu kwenye kumrudisha kwenye mstari. Labda niseme kitu kwenye hilo. Mimi kuna topic 3 ambazo nikizifanya mara nyingi watu huwa wanajieleza. Kwa mfano kuna topic tunasema healing the inner child. Sawa? Kumponesha tunasema mtoto wa ndani, ambao mara nyingi unamchukua mtu kutokea wakati ule utoto na namna brain yake ilikuwa inajeruhiwa, athari yake kwenye hisia na vitu vya namna hiyo. Umeona? Lakini kuna swala la topic tunasema emotional dysregulation. Kuna mtu ambaye hawezi, yani ana operate kwenye extreme poles. Yani akiwa na furaha huwezi kumtuliza na akiwa na hasira huwezi kumtuliza. Yani huyu mtu anaweza akagawa vitu vyake vyote kwa sababu tu amefurahi. Na kuna mtu anaweza akamchukia mtu, yani kwa sababu amemdisappoint, kwa anahesabu kwamba sipendwi. Huyu mtu huwezi kumkuta hapa katikati. Na mara nyingi hawa ni watu ambao walijeruhiwa wakati wao utoto. Kwa mtu akijiona kwamba mbona kama vile nina dalili za namna hii, mara nyingi anakuja anauliza, hebu niambie zaidi. Kwa hiyo kutokea pale mtu anaanza kujifunza na ni rahisi kwake kurekebisha. Kwa hiyo swala la awareness hasa kwenye maeneo haya ni muhimu sana. Lakini topic ya 3 kwa mfano tukiwa tunazungumza swala la utu na haiba, personalities, utu na haiba. Mara nyingi sana watu wanajua inawezekana mimi na hii changamoto, hebu nataka nifahamu zaidi. Kwa hiyo watu wakifahamu zaidi wanakuwa na nafasi ya kuanza kujirekebisha. Kuna watu ambao kwa sababu wana struggle kwenye mahusiano, kwenye ndoa, mtu bado anampenda mke wake au bado anampenda mume wake, anamuumiza lakini hajui kama anamuumiza, mwenzake ameshakasirika anataka kuondoka, kwa sababu hebu ngoja tukatafute msaada. Wakija ukiwafafanulia, kwa mfano kuna test unafanya family assessment measure. Kila mmoja anajiona position yake iko namna gani, mawasiliano yao yako namna gani, mtu anakuwa tayari kujifunza kwamba okay, maybe na tatizo nahitaji kujua zaidi. Kwa hiyo swala la awareness na elimu pengine inaweza kuwa niko very specific kwamba mimi kama mwanasaikolojia nikitoa elimu katika maeneo hayo ni tofauti na balozi wa afya ya akili au maeneo mengine akieleza kitu cha namna hiyo. Kabisa. Na nafikiri na sisi pia ndio tunafanya kazi hii ya kuelimisha jamii. Ndio. Salila na jambo pia la kuongezea, karibu. Nilikuwa nataka niongezee kitu kwenye hapo swala la ukatili wa kijinsia. Tunaamini kabisa mtu ambaye anaenda kufanya ukatili anakuwa na uhakika ana nguvu kumzidi yule anaenda kumfanyia ukatili. Kwamba ana uhakika kabisa hichi kitu anachoenda kufanya kwa namna moja ama nyingine yule mtu hawezi kureact. Umeona, kutokana labda yule mtu ni dhaifu. Kwa hiyo kwenye swala la kumbadilisha inaweza pia ikawa rahisi kama ukimkumbusha yule mtu kwamba ndio mwenzako anaweza akawa ni dhaifu, lakini kwa namna moja na nyingine ukijishusha na mkijiona wote mko pamoja, ndio tunaongelea swala la utu. Kwamba ukishakuwa na utu unamuona mwenzako kama kwenye kidini tunasema kwamba ni mfano wa Mungu. Unamuona mwenzako kimungu zaidi. Umeona? Kwa hiyo ile namna ya kwenda kumfanyia ukatili inakuwa inapungua. Kwa hiyo tukiangalia kwenye struggle for power ndio hicho tunachokiongelea kwenye familia. Mama anataka kuwa juu, baba pia anataka kuwa juu. Umeona? Ndio mwisho wa siku inapelekea hayo mambo. Sawa kabisa. Tumepata hoja yako. Lakini kwa upande wako Mariam, nadhani mbinu zipi hasa zinaweza zikatusaidia katika mazingira ambapo kuna mambo makubwa mawili ambayo yanaweka ugumu? Kwenye utamaduni tumezungumza, lakini pia kwenye tabia. Kama alivyosema kuna watu wako hivyo. Na kuna watu wana tabia zao, ni watu wazuri tu kutokana na namna alivyolelewa, experience yake kwenye maisha. Unakuta ni mtu mzuri anavyomtreat mke wake. Unajua kuna watu, wakati tunazungumza kuhusu watu labda wanavyowatreat vibaya wanawake, kuna watu wanaweza kuchukua, yani hata mwanamke mwingine anatamani, mbona huyu bora hata angekuwa huyu ndo mume wangu, ama huyu angekuwa kaka yangu. Yani anajisikia vizuri jinsi ambavyo mtu yule anazungumza na wanawake, anawatreat wanawake na vitu kama hivyo. Sasa kwa watu ambao tabia zao zimekuwa tofauti na watu kama hawa, tunawezaje kuwarudisha na wakawa watu wazuri, ama tunasema wakawa gentlemen?
Okay, mimi nafikiri pia kwenye swala la kuangalia historical background ya mtu. Kabla hujaanza kutibu tatizo lake alilokuwa nalo, lazima tuanze kujua kwamba kama alivyokuwa anasema hapa mwanasaikolojia kwamba alizaliwaje. Alilelewa na baba na mama, na baba na mama walikuwa wanaishije wakati wanamlea? Alilelewa na shangazi, shangazi alikuwa anamtreat yeye vipi? Yaani tukijua tatizo lake la mwanzo toka yuko mdogo mpaka ukubwani, sasa unajua jinsi ya kuweza kutibu tatizo lake, kumuelewesha kwamba kama alikuwa amelelewa namna hii basi haikuwa hivyo, kumbadilisha kutoka kule alikokuwa udogoni mpaka anapokuwa mkubwa. Atumtibu tu juu bwana sio hivyo, sasa haitaki, lakini tuangalie je, alikuwa vipi wakati anazaliwa mpaka anakuwa. Kwa hiyo unamweza cancel kichwani kwamba kama ulilelewa hivi na baba na mama, hapana, ndoa haitakiwi kuwa hivi, baba alikuwa hivi na hivi, basi unatakiwa ubadilike uwe hivi. Yani unamtoa kule alikokuwa, ile dhana yake ya utotoni itoke, apate kuwa mtu mwingine tofauti. Kwa maana yake kwamba kila case tunadili nayo kwa jinsi ilivyo. Mimi nafikiri kwenye personal, yani kutoa elimu kwa ujumla, wengine wanakuwa bado wana kitu kwamba mimi mwanaume, kwa nini ananiambia mimi ni mke wangu, mimi ni hivi. Lakini mkikaa naye mtu individual kuanza kumuelezea kwamba ilikuwaje hivi na hivi, inakuwa ni rahisi kutatua tatizo pia. Sasa ndio watu wa namna hiyo hawawi na tabia moja tu kwamba ya kuwa ukatili. Yaani huwa anakuwa na changamoto nyingine. Watu hao unaweza kukuta kawakatili kwa sababu anapenda kupita kiasi. Sasa ikionekana kwamba yale mapenzi kwake imekuwa yanatishio, ndo anaweza kufanya ukatili kupita kiasi. Kwa hiyo mara nyingi huwa anakuwa kwa fragile kwenye maeneo mengi. Inawezekana akawa labda mtu anakunywa pombe kupita kiasi, ana matumizi makubwa ya pesa kupita kiasi, kwa maana mapenzi yeye anayanunua kwa namna hiyo. Uzoefu pia unaonyesha kwamba hata watu ambao wanakwenda kubuild up muscles kwenye majim, maana yake ni kwamba wako fragile ndani, kwa hiyo ni namna ambavyo wanaweza kujisaidia kwa namna hiyo. Yaani kuna vitu vingi ambavyo vipo katikati hapo ambavyo vinajenga ule utu wa mtu. Kwa hiyo haiangaliwi eneo moja tu kwa nini afanya hivyo, lakini kuna contributing factors nyinginezo ambazo zinapelekea mpaka mtu anaweza kuwa na tabia za namna hiyo. Ndio maana kuzingatia historia ni muhimu sana. Sawa kabisa. Yes, Dr. Colin. Labda lingine ni kwamba pia matibabu kwa maana ya afya ya akili. Kwa sababu tumeangalia elimu, tumeangalia ushauri nasi kwa maana kuona watu ushauri nasi, lakini pia kuna swala la matibabu kabisa. Unajua tulikuwa tunazungumzia ile hali ya mtu ambaye hawezi kubadilika. Sasa inaweza ikawa ni mtu ameshaathirika sana kiasi kwamba yeye anahitaji medication. Kwa hiyo anatakiwa aone wataalamu wa afya ya akili hospitalini, hawezi kupata matibabu. Mirembe pale asio. Kabisa. Kwenye swala la ukatili, ukatili kama ukatili hauna matibabu ya kidawa. Yani zile vidonge vile kwamba yeye anazungumzia hiyo kama therapy, yani matibabu ya kurudisha afya ya akili. Normally zipo taasisi kama Mirembe na afya ya akili. Ile ndio taasisi hospitali ya taifa ya afya ya akili. Lakini pia kuna psychologist kama hawa ambao wapo, na nafahamu pia kwenye taasisi hizo pia wapo. Sasa kabla tujamalizia, tusome maoni ambayo watazamaji wetu wametuandikia. Kuna huyo anasema kiujumla wanawake huwa wanatunyanyapaa sisi, ila kwa kuwa sisi huwa tunanyamaza ili siku ipite, lakini si jambo wanawake wanahitaji kipaumbele. Wanawake wanahitaji kipaumbele ili tusogeze maisha. Naitwa Godian Simon, nipo Mtukula Boda. Hai, huyo anasema Rehema kutoka Mbinga Ruvuma, kuzuia ukatili wa kihisia yani emotional abuse kuna hitaji juhudi binafsi, kijamii na kisheria, na hapa ameweka mambo mbalimbali ya kuangalia, kujenga elimu na uhamasishaji, kujenga uwezo wa kiakili na kihisia, kujenga mipaka yani boundaries, na yote haya yametolea maelezo ni mengi, kujenga mazingira salama ya kuzungumzia matatizo, msaada wa kijamii na kitaalamu, kuchukua hatua za kisheria, kuimarisha uwezo wa kifedha na kijamii wa waathiriwa. Kumbe jinsi unavyokuwa dhaifu kijamii na kiuchumi, pia unaweza ukaongeza ukajiexpose zaidi kwenye ukatili, sio? Inawezekana. Sawa. Anasema naitwa Misana, nipo Tabora.
anauliza swali, je, vipi jamii inaweza kubadilisha mtazamo wa mifumo ya kijinsia ili kupunguza ukatili wa kijinsia hasa katika maeneo ya kijijini ambapo tamaduni na mila zinachangia kwa kiasi kikubwa kutokuwepo kwa haki na usawa? Nafikiri swali hilo pia tumeshalijibu. Sawa, huyu anasema jina langu Lucia Pansiano Simchimba. Huyu mbona kama ndugu yako? Anasema wakati mwingine hutokea pale ambapo mwanamke ana majukumu mazito, example single mother, hana uwezo wa kupata pesa za matumizi kazini, anapitia changamoto, anaachishwa kazi kwa sababu ya rushwa ya ngono. Ili kudhibiti ukatili huo, wanawake wasiwe waoga pale wanapoombwa rushwa ya ngono makazini, waende wakaripoti kwenye sekta ya kupambana kudhibiti rushwa bila ngono. Nafikiri wanazungumzia sasa ukatili wa kingono, pia ni aina nyingine ya ukatili ambao wanaweza wakafanyiwa wanawake. Sijui kama wanaume nao wanafanyiwa upo, lakini sijui kwa kiasi gani. Lakini pia ni mambo ambayo yapo. Kwa kumalizia, angalau kwa dakika moja kila mmoja, tunatokaje sasa katika mazingira ya kuwa na ukatili wa kihisia kwa wanawake na kuwa na jamii ambayo inamthamini mwanamke na kutokumuumiza kihisia? Tuanze na Dr. Colin. Mimi nikitoa wito kwa jamii kwamba tuungane pamoja, kwa sababu kupambana na kutokomeza ukatili wa kijinsia na hasa ukatili kwa dhidi ya wanawake, tunatakiwa juhudi za pamoja. Tuwajali wanawake, tuwapende, tuwalinde, na kwa namna hiyo basi tunaweza tukabadilika kama jamii, tukabadilisha mitizamo, tukabadilisha yale maadili ya kimsingi ya mila zetu na taratibu zetu, tukaweza sasa kumwona mwanamke kama ni mtu anayefaa na mwenye thamani na anaweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Na hivyo tunaweza tukasogea na tukalinda haki za binadamu na tukafikia yale malengo endelevu kama ya kitaifa na kijamii, tukaweza kufanikiwa. Kwako Selina. Nafikiri pia kwa upande wangu kuwepo na ushirikishwaji wa jamii. Kwa mfano, jamii iwe na ile safe space kwamba mtu akipitia ukatili wa kihisia anaweza akaenda kwa jirani akamweleza na jirani asitangaze kwa jamii. Kwa hiyo kuwepo na ile upendo kwamba nikiwa nimepitia kitu fulani basi naweza nikaenda sehemu fulani na watu wakanisikiliza bila kujihisi kwamba nimekuwa yani nimeshushwa chini au nimedharaulika. Sasa kwako Dokta. Mimi labda niseme katika ngazi ya mtu binafsi na katika ngazi ya familia. Kama mtu binafsi atajiwekea sera binafsi ya zero violence, au katika level ya familia katia azma kama familia kwamba tutaishi kwa zero violence, maana yake itakuwa ni utamaduni wa mtu binafsi, itakuwa ni utamaduni wa familia. Kwa maana hata mtu akitoka nje hawezi kuwa na ile hamu ya kutaka kumfanyia ukatili mtu mwingine, kwa sababu ni kitu amekiweka azma kwenye nafsi yake. Kwa hiyo tukianzia kwenye nafsi, mtu mwenyewe binafsi, nadhani tunaweza kwenda mbali zaidi kwenye kuzuia ukatili. Sasa tumalizie na Mariam. Mimi nafikiri kufundisha wanawake kujiamini. Yaani unatakiwa mwanamke stand still, yaani kujiamini mwenyewe. Ukijiamini utaweza kumfundisha mwanamke mwingine kujiamini. Kwa hiyo wanawake watakuwa na taifa ambao wanawake wanajiamini wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukatatua vitu vyako vidogo vidogo kama au mambo ya ukatili wa kihisia. Ukiwa unajiamini unaweza kudili nao mwenyewe pia. Na tunawashukuru sana jopo letu la mjadala wa leo. Asanteni sana kwa mawazo yenu ambayo tunaamini kwa namna moja ama nyingine itasaidia kuondoa ukatili katika jamii. Nimkumbushe mtazamaji wetu kwamba tulikuwa hapa na Mariam Mlembele ambaye ni mkurugenzi wa taasisi inayojulikana kama Woman of Substance, taasisi ambayo inahusika katika kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Lakini pia tulikuwa na Saldin Kimangale ambaye ni mtaalamu wa saikolojia, Dr. Colin Kimaro ambaye yeye ni mjumbe wa dawati la jinsia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile Selina Simchimba, yeye ni afisa miradi kutoka taasisi ya African Leadership Initiative. Tunawashukuru nyote kwa kushiriki nasi kwenye mjadala wetu. Asanteni na karibu tena wakati mwingine. Shukran sana, na tunakamilisha hivyo, lakini bado tunaendelea na mijadala mingi zaidi kuhusu kupinga ukatili, wakati ambapo safari ya siku 16 ya kupinga ukatili, wanaita 16 days of activism, kupinga ukatili wa namna mbalimbali, hasa ule ukatili wa kijinsia ambapo unaonekana
endelea katika jamii licha ya jitihada mbalimbali ambazo zimekuwepo za kuzungumza na kutoa elimu, lakini ni muhimu pia kuendelea kukumbushana. Wataalamu na wadau hapa wamezungumza kuhusiana na hatua ambazo mtu mmoja mmoja anaweza akachukua kujitathmini, kujiuliza ni kwa kiasi gani anashiriki katika kutokomeza ukatili, sio tu dhidi ya wanawake, lakini ukatili dhidi ya makundi mengine, ukatili dhidi ya watoto, ukatili dhidi ya wanaume na hali kadhalika ukatili katika makundi yote ambayo yanapatikana kwenye jamii. Tunakamilisha hivyo.